Toka juzi, of course, na hii nimezungumza kwenye recap na Mando na baadaye recap na Panda, nimezungumzia mambo ya Super Bowl kwa undani zaidi. Juzi kati hapa zilikuwa zinaenea story, rumors, sio kwamba ni kweli, ya kwamba Jay-Z amekimbia Marekani, ameondoka kutokana na issue ambayo inaendelea ya Jeffrey Epstein, lakini pia 50 Cent kusema anaandaa documentary kwa sababu ya Jay-Z, then akamtengeneza kichwa moja cha nyoka, then kina vichwa vingi vya nyoka. Unajua ametengeneza picha vile, then akasema na anaweza kumuandalia documentary Jay-Z. Sasa zikaja rumors ni kwamba Jay-Z amekimbia Marekani, ameondoka, huenda labda kwa kuhofia hivyo vitu ambavyo vinaendelea. Sasa jana kwenye halftime show ya Super Bowl, Jiga pamoja na mtoto wake Abdul Ive kaonekana, na then kama unavyoona pale anampiga picha binti yake na nini. So hii nafikiri Jay-Z amekuja kuwajibu watu ambao walikuwa wanaamini Jay-Z. Unajua ni mtu ambao haonekani sana, unaelewa, ambaye haonekani sana public. Akionekana ni mara moja au anaonekana kwenye event moja ambayo ni kubwa sana, na mara nyingi mshikaji huwa anahudhuria sana kwenye Super Bowl, na kwa sababu wanasema yeye ni miongoni mwa watu ambao wanahusika kwenye kuandaa hii show ya Super Bowl toka inaanza, na kwa sababu wana ushirikiano na Apple, zamani ilikuwa Pepsi, now ni Apple. So Jay-Z pia anahusika kwenye kuandaa hii issue, na ndio maana hata juzi Nicki Minaj ameponda sana Grammy. Jamani, Godfather. Kwa jamaa anajiingiza kwenye event nyingi kubwa, na hata kama unavyoangalia Jay-Z pia wanasema anahusika kwenye masuala ya logistics ya kutafuta wasanii ambao wataperform kwenye Super Bowl, lingine pia kwenye Grammy. Kwa ukiangalia kwenye event makubwa ya Marekani, Jay-Z anahusika kwa namna moja ama nyingine. Na hata ukienda kwenye Grammy, watu wengi wanaamini huwezi kushinda Grammy na huwezi kupata show ya Super Bowl kama huna ukaribu na mwamba. Ndio maana wanaamini Chris Brown ana struggle sana kuperform Super Bowl, lakini pia kwenye matuzo ya Grammy, kwa sababu sakata lake na Rihanna. Unajua alivyompigaga Rihanna, then Rihanna alikuwa yuko anasimamiwa na Roc Nation ambayo yuko chini ya Jay-Z. So huwa anaamini yani kuna kitu ambacho kinaendelea cha chini kati ya Jay-Z na mshikaji. So ameonekana, na kwenye hiyo Super Bowl ameonekana mastaa wengi, akina Justin Bieber pamoja na mke wake, akina Adam Sandler na nani, watu wengi, mastaa wengi walionekana jana. Lakini issue kubwa ni Jay-Z kuonekana baada ya watu kueneza story ni kwamba mshikaji ni kama amekimbia yani Marekani.